Mbele yenu waliosimama mbele yenu ni wazee, watoto katika ibada yao, ni wazee wa kanisa, watoto tunaoandaa katika nafasi, katika eneo la kurithishana uongozi na kuwajenga katika maadili yao ya kusimamia na kuongoza kanisa la Mungu. Hawa ni miongoni mwa waliochaguliwa na kamati ya malezi na kuwaleta mbele ya mchungaji ili waingizwe kazini. Lakini washukuru wazee wa kanisa, baada ya kuwashirikisha wazo hili, walienda mbele zaidi na kuwatengenezea mavazi kwa sadaka yao wenyewe, ili watoto hawa basi wao wamekamilika katika eneo la ibada. Usiniombe tuwapongeze watoto pamoja na wazee wa kanisa kwa mambo hili. Mazito matatu nayo ni Mungu awabariki. Na sasa ninaomba niwaingize kazini mbele ya wenzao, na wako wachache tutawavalisha majoho kwa ishara ya kuwapa mamlaka wao wote. Ukurasa 445 nitafupisha. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, ninyi wazee, watoto, mmechaguliwa na kamati ya malezi ili muongoze wenzenu katika kulishika na kulisikia neno la Mungu, katika kujua miongozo ya kanisa na taratibu zote. Mnapaswa kuwa wanyenyekevu, mnapaswa kuwa wenye maadili mema kama mlivyoonekana na mkachaguliwa. Mnapaswa kuwa na nidhamu na kuelekeza watoto wenzenu katika nidhamu yote na kumcha Mungu, hata katika familia zenu. Nasikilizeni neno la Mungu linavyosema katika Matendo 20:28. Neno la Mungu linasema, lichungeni kundi la Bwana ambalo amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo mkalichunge kundi hili lililoko mbele yenu, ninyi mkalisimamie liwe na uchaji katika ibada, na wawe watoto wazuri katika shirika la Mungu. Na sasa ninawauliza mbele ya wenzenu, je, mnakubali kupokea wajibu huu wa uzee wa kanisa? Kama ndivyo, mseme ndivyo kwa msaada wa Mungu. Nawauliza na huu wa uzee wa kanisa katika ibada za watoto, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ugeukie washarika, mchungaji akimvisha joho, makofi na vigelegele. Mungu awabariki sana. Tuwapongeze kwa mazito matatu nayo ni Mungu awabariki na mkawe viongozi wazuri. Amen. Na sasa tutaomba mshuke kwa maombi. Kama wako mahali hapa waweze wapo. Sogea, ndio umeshasogea. Sharika tutaingia katika eneo hilo la maombi, na maombi hayo huwa yanasogezwa na sadaka ya shukrani ambayo baadaye tutatoa. Naomba mpande hapo juu. Geukia madhabahu. Karibuni kwa maombi. Mbele na sharika tusimame. Niombe kama mzazi kumwombea mwana amtaje atakatifu. Yeah.
Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa mema mengi aliyotutendea mwaka 2024 na kutufikisha mwaka 2025. Tunamshukuru hata sasa bado yupo pamoja nasi. Ametupa afya njema, chakula, malazi. Anatulinda na mabaya yote. Pia anatuepusha na ajali za kila aina. Kuombea wachungaji, maaskofu na masheari na injilisti wa huduma wote wa kanisa. Tunawaombea maaskofu, wachungaji na masheari, wainjilisti pamoja wanatenda kazi pamoja nao. Uwape neema, hekima yako ili kuleta kazi yako kwa uaminifu. Pia ulinde familia zao na utumishi wao, ili wanapotumikia wakutumikie kwa uaminifu. Pia uwape na mabaya yote. Amen. Kuwaombea watoto wote waliopo katika mazingira magumu na wanaonyanyasika kijinsia. Tunawaombea watoto wote wanaoishi katika mazingira magumu na wanaokosa haki zao za kimsingi: chakula bora, makazi, amani, utulivu, wanaoumwa, wanaokosa hela za matibabu. Pia tunawaombea watoto waliopo hospitalini, mitaani na wanaonyanyasika kijinsia. Amen. Mungu wetu, tunakuomba ukasimamie, ukaratibishe uchaguzi huu mwaka 2025, tukapate viongozi bora wanaotoka kwako. Amen. Mungu aendelee kututunza watoto na wale ambao wazazi hawajapata watoto, wajalie watoto katika nyumba zao, na wale watoto wasiokuwa na wazazi wala hawana mtu wa kuwaombea. Mungu, tunaomba sauti hizi zikawafikie pia. Katika Kristo Yesu, watunze wazazi walio wadhaifu katika mwili. Baba, waponye walioko hospitalini. Endelea kuwainua na kanisa lako lizidi kukua na nyumba zetu zizione baraka zako tangu sasa na hata milele. Amen. Masharika tuketi na watoto sasa waelekee kwenye ibada yao. Chini ya bawa lako Yesu